Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, moja kati ya habari kubwa ambayo imeweza kuwa gumzo kubwa duniani kote ni kuhusiana na story ambayo imeweza kutrendi ndani ya wiki. Ni kuhusiana na ambaye anasemekana kuwa mtoto wa mchungaji ambaye ameweza kuvujisha video za utupu, ambapo video hizi tunaona zimeweza kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan kama X ambapo zamani ilikuwa ni Twitter. Kwa hiyo tunaona kwa sasa ameweza kuwa gumzo kubwa na kuweza kutendwa. Sasa watu wengi wanatamani kumfahamu huyu mtoto wa mchungaji ni mtoto aina gani? Je, kwa nini alivujisha video za utupu? Kwa hiyo watu wengi walikuwa na maswali kuhusiana na hiki ambacho kina trend kuhusiana na binti huyu ambaye watu wengi hawajui hata taifa ambalo anatokea. Sasa ngoja tumfahamu kidogo mtoto wa mchungaji ambaye video zake zimeweza kuvuja. Cha kwanza, masaa machache aliyopita zimesambaa video za ngono za binti anayedaiwa kuwa ni mtoto wa mchungaji. Wengi wamekutana na tukio hilo, ila sidhani kama kuna baadhi yao wanamfahamu vizuri ubinti, hivyo nikaona nisafiri kutoka Tanzania hadi Haiti ili kuwaletea taarifa zote. Huyu binti anaitwa Rosalind Belloni, anatokea huko Haiti, nchi ambayo lugha yao inatumia Kifaransa. Huyu binti amesomea uandishi wa habari na alibahatika kupata kazi kwenye kituo kimoja cha redio huko nchini kwao, na amekuwa mstari wa mbele kuelimisha jamii kuwa kwenye mwelekeo ulio sahihi. Kazi yake kubwa iliyokuwa ni hiyo. Chanzo cha kusambaa video zake za ngono, inadaiwa mambo yalianza kanisani. Mpenzi wake alikuja kugundua Rose amechumbiwa, hivyo akavujisha video hiyo ili kumchafua. Kwa hiyo tunaona Rosalind basi kwa upande mwingine video zake zilivujishwa na mchumba wake, kwa sababu taarifa za ndani kabisa mchumba huyu tayari alikuwa amepata mchumba mwingine kanisani. Kwa hiyo akaamua kuvujisha video hizo za utupu, lakini anatokea katika taifa la Haiti. Sote tunafahamu taifa la Haiti ni miongoni mwa taifa ambalo lipo katika bara la Asia. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine si story nzuri sana, hususan binti ameweza kuchafuliwa. Ni binti mdogo, ambapo ukiangalia kwa upande mwingine mara kwa mara amekuwa akionekana kanisani kwao. Kwa hiyo kwa upande mwingine sio story nzuri sana kwake, hususan kwa babake ambaye ni mchungaji, na taarifa hizo ambazo zinatokea pale Haiti. Nini maoni, ni mtazamo kwa hiki ambacho kimeweza kujiri? Tunaamini utakuwa umejifunza kitu. Mnapokuwa faraga, basi kwa upande mwingine jitahidi msitumie kamera, kwa sababu sasa hivi dunia ni ya utandawazi. Kwa hiyo sometimes unapokuwa unaweka kumbukumbu zako za faraga, sometimes ndo kama hivi zinavuja na zinaweza kukushusha thamani yako. Kama mtu ulikuwa ni mtu ambaye unaandikwa katika kioo cha jamii, basi moja kwa moja kwa upande mwingine inaweza kukushusha credit kidogo.